Karibu katika kipindi cha Tuongea Asubuhi kutoka hapa jijini Dodoma, makao makuu ya nchi. Kumbuka tumekuwa tukikuletea vipindi mbalimbali kuhusiana na sekta mbalimbali ambazo zimekuwa zikifanya shughuli zake hapa jijini Dodoma, lakini pia katika nchi yetu, ili kuhakikisha kwamba wanatatua changamoto ambazo zimekuwa zikiwakabili wananchi katika sekta mbalimbali. Kumbuka kinachoendelea hapa jijini Dodoma ni Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusiana na bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Tumekuwa tukikuletea vipindi mbalimbali kuhusiana na hilo. Lakini hii leo sasa tutaiangazia sekta ya maziwa hapa nchini. Kumbuka wataalamu wamekuwa wakizungumza mambo mbalimbali kuhusiana na sekta ya maziwa, kwa maana ya watu kunywa maziwa lakini kuyatumia maziwa katika nyanja mbalimbali. Na katika kuliangazia hilo tuko na mkurugenzi mkazi wa shirika la kimataifa la maendeleo la Haifa. Tutazungumza naye sasa kuhusiana na kile ambacho amekuwa kikifanya ili kuhakikisha kwamba sekta ya maziwa hapa nchini kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo serikali inaleta matokeo chanya hasa kwa wananchi, lakini pia na kwa taifa kwa ujumla. Mkurugenzi, karibu sana katika kipindi chetu. Asante sana. Habari za kutekeleza majukumu yenu? Alhamdulillah, tunaendelea vyema. Hebu mkurugenzi, sasa pengine tuanze sasa kipindi chetu kwa kutuambia, pengine mtazamaji anaposikia ama msikilizaji anaposikia shirika la Haifa anapata picha gani hasa? Maana tumetaja shirika la tumetaja maziwa hapa. Asante sana, nakushukuru sana ndugu mtangazaji. Kwanza pia tunashukuru kupata fursa hii ya kuweza pia kuelimisha umma juu ya masuala muhimu ya tasnia ya sekta ya maziwa, lakini pamoja na shughuli zetu. Shirika letu linaitwa Haifa International na ni branch ya hapa Tanzania, ni branch ya Haifa International duniani, na tumekuwepo hapa nchini kwa zaidi ya miaka 50, na katika kipindi chote tumekuwa tukishirikiana na wadau hasa serikali, lakini pia tumekuwa tukishirikiana na sekta binafsi. Na Haifa International ipo Tanzania kutokana na mwaliko uliofanywa na Mwalimu Nyerere miaka ya 60 mwanzoni, mara tu baada ya kupata uhuru. Alikutana na Rais JF Kennedy wa Marekani na akaomba mashirika mbalimbali ya maendeleo yaje kusaidia nchi changa wakati wa Tanganyika. Na kati ya shirika lililokubaliana na huo wito lilikuwa ni shirika letu la Haifa International. Sasa Haifa International mission yake haswa ni kupunguza njaa ama kutokomeza njaa, kupunguza umaskini, lakini pia kuyatunza mazingira. Na tunafanya kazi zaidi kwenye sekta ya kilimo. Sekta ya kilimo kwa mapana yake. Na kwa Tanzania tumefanya kazi kubwa zaidi kwenye sekta ya mifugo, hususan sekta ya maziwa. Asante sana. Pengine kwa nini maziwa? Tunajua kuna maadhimisho ya wiki ya maziwa ambayo Tanzania huwa inafanya, na mwaka huu inafanyika mkoani Iringa. Pengine kwa nini maziwa hasa, sekta ndogo ambayo umeweza kuhitaji, ambayo kwa mujibu wa takwimu unakuwa kwa kasi sana hapa nchini? Asante sana. Haifa International kwingineko na hapa Tanzania inafanya kazi kwa sasa zaidi ya sekta ya maziwa. Lakini kwa nini sekta ya maziwa? Ni historia yetu. Jina lenyewe Haifa ni mtamba kwa Kiswahili. Mtamba. Shirika letu lilianza kwa kugawa mitamba kwa watu maskini. Kwa hiyo likajulikana kama shirika la mitamba. Na kuna wakati fulani tulikuwa tunaitwa shirika la mitamba Tanzania. Kwa hiyo ni pamoja na historia yetu. Tulianza kwanza kwa kupeleka maziwa kwenye nchi ambazo zina changamoto, lakini baadaye zaidi ya kupeleka maziwa ya unga tukaona ni kwa nini tusipeleke mifugo. Kwa hiyo tulipeleka mifugo. Hali kadhalika Tanzania pia imenufaika na hiyo mifugo. Tulianza kuleta mifugo kwa ndege kwa mara ya kwanza mwaka 1974. Tulileta ng'ombe 57 tukaweka shamba la Kitulo sasa. Na hilo zoezi lilianza kuanzia kipindi hicho, na hadi kufikia wakati huu tumesambaza mitamba bora ya kuzalisha ng'ombe wa maziwa ipatayo takriban 282,000 nchi nzima. Lakini pamoja na hayo tumeweza kuwasaidia kwa elimu, kwa miradi mbalimbali wafugaji wapatao takriban milioni 1.13. Hizo ni kaya. Na kati ya hizo kaya, 60% ya hizo kaya ni kaya zinazosimamiwa na wanaume. Lakini nyingine ni kaya ambazo wanawake wanazisimamia. Na zaidi ya hayo pia tumeweza kujenga vituo vya maziwa. Tumeweza pia kuhakikisha kwamba tunashirikiana na sekta binafsi katika kukuza na ujenzi wa viwanda vya maziwa hapa nchini. Kwa hiyo shirika letu limekuwa likikua katika sekta ya maziwa na limekuwa likileta haya mabadiliko. Mambo machache ambayo tumeleta kama mabadiliko. Mmojawapo ni falsafa
ambayo tulikuja nayo kutoka mwaka 1974 ya kopa ng'ombe lipa ng'ombe inatumika mpaka sasa hivi, na tunafarijika sana kuona maeneo mbalimbali wadau wakiwemo serikali hasa halmashauri wakitumia hiyo falsafa mpaka sasa hivi. Kuna mabadiliko kidogo yamejitokeza kwamba falsafa hiyo sasa inaelekea kwenye kukopa ng'ombe lipa maziwa au kukopa ng'ombe lipa pesa, lakini bado muktadha wa falsafa ni ule ule. Lakini jambo jingine la pili ni kuhakikisha pia wafugaji wadogo wanapata fursa ama aina ya mfumo wa uzalishaji ambao unawalenga wao. Kwa hiyo Heifer International ni kati ya shirika lililoshirikiana na serikali hapa nchini katika miaka hiyo ya 70 kuanzisha mfumo wa uzalishaji mdogo, small holding, ambayo ndiyo mpaka sasa hivi inachangia kwa kiasi kikubwa kwa maziwa yanaenda katika mfumo rasmi. Lakini zaidi ya hayo pia sekta ya viwanda ama ya kuongeza thamani kwenye maziwa. Shirika letu limeshirikiana na wadau wa sekta binafsi katika kuhakikisha hayo mabadiliko katika kuongeza thamani kwenye maziwa yanafanyika. Hususan utengenezaji wa jibini hasa katika maeneo ya kaskazini. Yalianza pia kutokana na juhudi za shirika la Heifer International. Sasa kutokana na hiyo historia tumejikuta kwa muda mrefu tumekuwa tukifanya kazi katika sekta hiyo ya maziwa. Na hata siku za karibuni tulishauriwa na serikali kwamba bado sekta hii ina fursa ya kukua zaidi, lakini sekta hii inakabiliana na changamoto. Na tunadhani Heifer ni mbia mzuri wa kuweza kushirikiana na wadau wengine katika kuzitatua hizo changamoto. Pengine mkurugenzi, umezungumzia malengo ambayo shughuli ambazo mmekuwa mkizifanya. Umetaja swala zima la njaa na umaskini. Pengine katika kushikilia sasa kuhakikisha kwamba hivyo vitu vyote tunavitatua, ni kwa namna gani mmeweza kufikia malengo? Kwa sababu tunajua kabisa kwamba njaa pia ni tatizo na maziwa yanaweza kutumika kama chakula, lakini umezungumzia swala la umaskini. Wananchi wanaweza wakatumia maziwa kujikomboa na wimbi la umaskini hapa nchini. Okay, nitataja manufaa ama matokeo chanya yaliyojitokeza haraka kutokana na shughuli zetu kwa kupitia miradi mbalimbali katika maeneo makubwa manne. Ndio. Moja ni katika kuhakikisha kunakuwa na kosafa ama ng'ombe bora ambao ni mahususi kwa ajili ya uzalishaji wa maziwa. Nilieleza hapo awali tumesambaza mitamba takriban 282,000. Lakini sasa hivi tuna ng'ombe wa maziwa nchi nzima ambao ni kati ya 1.4 milioni 1.5. Sasa kama hiyo mitamba 200,000 na kitu imezaa mara 5 au mara 4, unaweza kuona ni mchango mkubwa namna gani sekta ya maziwa imefanya. Lakini jambo la pili, tumeshirikiana na serikali na wadau wengine wa sekta binafsi na mashirika mengine ya kimaendeleo kutoa elimu ya ufugaji bora. Kupitia miradi yetu tumeweza kufikia takriban kaya milioni 1.3 na zaidi. Na hao pamoja na kupata huduma nyingine walipata huduma za ugani ambayo ni elimu juu ya ufugaji bora. Sasa kaya milioni 1.3 ukilinganisha na kaya milioni 2 zinazojishughulisha na ufugaji hapa nchini, maanake shirika letu la Heifer International limezifikia zaidi ya 50% ya kaya zote zinazofuga mifugo hapa nchini. Hiyo ni sehemu ya pili. Lakini jambo la tatu, tumeshirikiana na wadau wengine hasa sekta binafsi kuhakikisha tunajenga miundombinu ya masoko. Katika kuhakikisha tunajenga miundombinu ya masoko kwa ajili ya biashara ya maziwa. Maziwa ni zao ambalo linaweza kuharibika kwa haraka. Wenzetu wanasema very perishable. Kwa hiyo ili kuhakikisha maziwa hayaharibiki kwa haraka ni lazima pawe na mnyororo wa baridi. Heifer International kwanza tumehamasisha kuanzisha vyama vya ushirika na takriban tunashirikiana na zaidi ya vyama 160 sasa hivi ambavyo vimepita kwenye mikono yetu vya ushirika. Na hiyo ni sawa na zaidi ya 90% ya vyama vyote vya ushirika vinavyoshughulika na sekta ya mifugo hususan ya ng'ombe. Kwa hiyo tumeweza pia kujenga vituo vya kukusanya maziwa. Tumejenga takriban vituo vipatavyo 22 kutoka kwenye mikono yetu moja kwa moja, lakini kuna vituo vingine zaidi ya 16 vimepita kwenye mikono yetu tukiwa tunashirikiana na wadau wengine. Vituo vyetu vina uwezo wa kubeba maziwa takriban lita zipatazo 72,000 mpaka 86,000. Sasa maziwa yanayokwenda viwandani sasa hivi kwa ujumla wake ni takriban lita 207,000. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani Heifer International imechangia maziwa kufika katika hali yake ya ubora kwenye viwanda kwa kiasi kikubwa. Lakini pia tumeshiriki katika ujenzi wa viwanda pia katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Na la mwisho, Heifer International tunashirikiana kwa karibu sana na serikali katika kuhakikisha pia
kunakuwa na sera bora, mazingira bora ambayo yanavutia wawekezaji wengine kuja kuwekeza hapa nchini. Mathalan, tumekuwa tukifanya kazi na taasisi za kifedha ambazo ziko chini ya serikali. Kwa mfano, benki yetu ya maendeleo ya kilimo, tunatekeleza nao mradi unaoitwa TI3P. Tunafanya nao kazi vizuri sana. Na kumekuwepo na mwamko mkubwa sana kupitia mradi huo juu ya wafugaji kuhitaji kupata ng'ombe bora kupitia huduma za kifedha zinazotoka benki. Hapa niwapongeze sana wenzetu wa benki ya maendeleo ya kilimo, lakini pia na taasisi nyingine za kifedha. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa tumeshirikiana na wadau kuleta hayo mabadiliko makubwa katika tasnia ya maziwa hapa nchini. Mkurugenzi, tumeona moja ya shughuli ambazo zimekuwa zikifanywa serikali ni kuwawezesha makundi ya vijana, wanawake, ambayo ndio kimsingi tunaweza tukasema ni nguvu kazi, hasa kutokana na uchapaji wao kazi, lakini ni kundi kubwa sana. Wamekuwa wakitoa asilimia kadhaa kwa ajili ya makundi hayo. Pengine nyinyi sasa katika hii sekta ndogo ya maziwa, kuna wanawake, kuna vijana, pengine hawa mmewafikia vipi sasa ili kuhakikisha kwamba tunafika pale tunapopataka, malengo ya shirika yanatimia na wananchi wanaepukana na changamoto ambazo zinawakabili kupitia sekta ndogo hii ya maziwa? Ninakushukuru sana kwa hilo swali. Na hilo swali ni swali la wakati. Sasa hivi ukitizama kwa takwimu za siku za karibuni, Watanzania tuko milioni 62. Na kati ya hawa asilimia 44 ni chini ya miaka 35. Vijana kati ya miaka 15 mpaka 35 ni asilimia 31. Watoto ambao ni taifa ama ni vijana wanaokuja ni asilimia 44. Maanake nini? Maanake ni kwamba umma wa Tanzania kwa kiasi kikubwa ni vijana na watoto. Na kama sekta ya kilimo ikiwemo tasnia hii ya maziwa ndiyo inayotoa fursa kubwa ya ajira, ndiyo ambayo inalisha nchi. Kwa hiyo kuna haja ya kuwa na mpango mahususi kwa ajili ya vijana na wanawake. Wanawake ni asilimia 52 kati ya milioni 62 tuliokuwa nao. Sasa haya makundi mawili yana changamoto ambazo ni tofauti sana na makundi mengine. Wanawake na vijana mara nyingi hawana ardhi, hawana rasilimali ambazo zinaweza zikatumika kama dhamana pale wanapotaka mikopo. Nimezungumzia habari ya kupata ng'ombe kupitia mikopo. Lakini pia wanawake na vijana pia wamekuwa ni sehemu ya mfumo ambao unatokana na kitamaduni kwamba ni sehemu ya familia ambazo nyingi zinasimamiwa na wanaume. Mwanamke anabaki kama tegemezi. Yes. Si kama tegemezi, anachangia kwa kiasi kikubwa, lakini mwisho wa siku hapati kipato sawia na vile jinsi anapopata. Asante sana. Kwa hiyo na jambo jingine kati ya wafugaji, mathalan wafugaji tuliowafikia sisi hao milioni 1.3 na zaidi, wengi wao wana wastani wa umri kati ya miaka 56 na 62. Sasa hiyo tayari ni kengele kubwa kwetu sisi kwamba tukiendelea hivi tutakuwa tunashughulika tu na watu wazima na sio vijana. Kwa hiyo Heifer International imekuja sasa na mkakati ambao unashabihiana na mikakati ya serikali. Na kwa kifupi niseme katika maeneo matatu. Vijana wanahitaji kupata mitaji. Sasa watapataje mitaji kwenye mazingira ambayo taasisi za kifedha zinaona kwamba kuna athari hasi, kuna riski kubwa, hawana collaterals. Sasa Heifer International imekuja na mfumo ambao unazingatia zaidi tehama, digitalization, kupata taarifa sahihi ambazo zitatumika kwa usahihi kwenye taasisi za kifedha ili kuongeza uaminifu na uhakika wa kwamba hawa vijana wakikopeshwa ama hawa vijana wanakopesheka, kwa sababu kwa taarifa hizi akipata ng'ombe atazalisha kiasi hiki cha fedha, kwa hiyo ataweza kulipa mkopo huu. Alimradi huyo kijana yuko kwenye chama cha ushirika, yuko pia hicho chama cha ushirika kina mahusiano na mnunuzi wa maziwa, hususan viwanda vya maziwa. Mkakati wa pili ambao tunakuja nao, vijana ni rasilimali kubwa sana kwa taifa, si laana. Ni rasilimali kubwa sana kwa taifa. Vijana wanakuja na fikra na akili za sasa, fresh brains. Vijana wanakuja na maarifa ambayo kwa sasa ndiyo yanahitajika. Kwa hiyo vijana wanavutiwa zaidi na teknolojia na bunifu mbalimbali. Heifer International, kati ya mambo ambayo tunaanza kuyapromote kwenye miradi yetu, na hakuna mradi wa kwetu utatekelezwa bila kuwa na hiyo element ya kuhakikisha kwamba kunakuwa na teknolojia na bunifu mbalimbali ambazo zinawavutia vijana kuwepo, ikiwemo teknolojia ya kidijitali.
Na jambo jingine la tatu ni kuhakikisha suala la masoko linakuwepo. Vijana watazalisha maziwa, watakopeshwa ng'ombe. Kama sekta binafsi haikusaidiwa kuweza kuwekeza kwenye upatikanaji wa huduma bora za masoko ya uhakika, basi yale maziwa hayatakuwa na thamani ya kifedha ama thamani kubwa ya kiuchumi. Kwa hiyo sisi tutafanya kazi karibu ama tutaendelea kufanya kazi kwa karibu zaidi na sekta binafsi na ama tutaongeza nguvu zaidi. Kwa hiyo hayo maeneo matatu ni mahususi. Pengine sasa katika utekelezaji wa kundi hilo sasa vijana na wanawake, kuna matokeo chanya ambayo yameanza kuonekana, kwa sababu kumpa ni swala moja, lakini na yeye kufanya kile ambacho kimekusudiwa na mradi ni jambo lingine. Maana tumeona hata huko kwenye asilimia, mtu anachukua fedha anatokomea au anaenda kununua vitu ambavyo havina maana. Sasa na huku unaweza ukampa mtu ng'ombe akachinja akauza nyama. Pengine utaratibu ambao umeuweka hasa kuhakikisha kwamba kila ambacho umekikusudia kinaleta matokeo chanya. Tayari katika miradi tuliyoitekeleza kuna matokeo chanya tumeona. Wazalishaji ama wa maziwa au wazao lolote katika kilimo ni lazima pawe na muunganiko na soko. Kwa hiyo muunganiko wa wafugaji wakiwemo vijana na masoko ni jambo muhimu. Lakini huo muunganiko unatokana na nini? Ni pale vijana ama wakulima ama wafugaji wanapokuwa na taasisi imara. Na hapa tunaona ushirika. Na tunashirikiana kwa karibu zaidi na Tume ya Maendeleo ya Ushirika hapa nchini. Na ushirika umekuwa ukibadilika kutoka tu kwenye kikundi kile cha watu kukaa pamoja kuwa na masharti magumu. Ushirika sasa unakwenda zaidi kuwa ni taasisi adhimu ya biashara. Kwa hiyo kupitia ushirika, lakini kupitia muunganiko kati ya ushirika na sekta binafsi. Lakini sehemu nyingine ya pili ambayo tumeiona sana ni pale mkopo ama huduma zinavyotoka pawe na utatu fulani. Yule anayetoa huduma, chama cha ushirika ambako kijana yupo, lakini pia na yule atakayekuja kununua maziwa. Kwa mfano benki, chama cha ushirika na huyu msindikaji wa maziwa wakiwa katika hali ya utatu, muunganiko rasmi, utatu rasmi utaweza kuleta haya mabadiliko makubwa. Na tumefanikiwa sana katika miradi mingine. Mathalan mradi wetu wa TMPP, Tanzania Milk Processing Project. Wakati tunaanza miradi yetu mingi ilikuwa imejikita zaidi katika kuongeza uzalishaji wa maziwa. Na tumefanya vizuri, umeona kwenye mitamba, uzalishaji wa maziwa kwa ng'ombe, uzalishaji wa nyasi ili ng'ombe waweze kupata chakula bora na vitu vingine. Lakini sasa hatukuweza kupata mafanikio haraka zaidi mpaka pale tulipoungana na sekta binafsi. Na mtazamaji wa Star TV, kipindi hewani ni Tuongee Asubuhi, tukiangazia sekta ya maziwa hapa nchini. Na kama ambavyo nimekuambia hapo awali, studioni tuko na mkurugenzi mkazi wa shirika la kimataifa la maendeleo la Haifa, na huyu si mwingine ni ndugu Mark So. Amezungumza mambo kadha wa kadha kuhusiana na kile ambacho wamekuwa wakikifanya, hasa miradi ambayo wamekuwa wakitekeleza ili kuhakikisha kwamba tunafika pale tunapopataka kama taifa kuhusiana na miradi ambayo inatekeleza. Kumbuka shirika hili lina miaka zaidi ya 50 hapa nchini kama ambavyo ameweza kueleza. Mkurugenzi, hebu tuambie sasa, pengine ni kwa namna gani sasa, tunajua kabisa Tanzania mifugo ni mingi, na mifugo hiyo na kiwango cha maziwa ambacho kinazalishwa, tunajua kuna mifugo imegawanyika. Kiwango cha mifugo tulionayo na kiwango cha maziwa inayozalishwa hapa nchini vinaendana? Pengine kama haviendani, tuna changamoto gani? Kwa sababu kuna maziwa bora na bora maziwa. Kwa takwimu za miaka ya karibuni tunahitaji zaidi ya lita bilioni 12 kwa mwaka. Lakini sisi tunazalisha lita bilioni 4 tu, takriban bilioni 4 kwa mwaka. Kwa hiyo bado tuna safari ya zaidi ya mara 3 mara 4 kuelekea kule ambako tunatakiwa kufika. Sasa tuna changamoto gani? Tuna changamoto, ninaweza nikazigawa katika makundi manne. Changamoto ya kwanza kuliko yote ni masoko. Kwa sababu hata hizi lita bilioni 4 tunazozizalisha sasa hivi ni takriban lita, au niseme kwa asilimia, ni kama asilimia 2.7 ya hizo lita bilioni 4 ndizo zinazoingia kwenye mfumo rasmi. Nyingine zinaingia huko uchochoroni na pengine zinaweza zikawa pia hazikamatiki kiuchumi. Na viwanda vyetu vinasindika maziwa kwa takriban
kati ya 25% mpaka 30% ya uwezo wake. Maana 70% na zaidi ya kiwanda inakaa bila kutumika. Sasa maana yake ni kwa nini maziwa haya hayaendi kwenye hivyo viwanda? Sasa jibu la kwanza ni masoko. Kama kungekuwa na masoko, yani demand, mahitaji ni makubwa kama vile tulivyotaja. Pengine mkurugenzi, labda kukatize, masoko ya ndani ama masoko ya nje? Soko kwa ujumla. Ninazungumzia soko la ndani. Soko la ndani. Ndani tu tunahitaji takriban lita bilioni 12. Lakini kuna masoko ya nje, kuna nchi kama Kongo inahitaji maziwa kutoka kwetu, Zambia inahitaji maziwa kutoka kwetu. Lakini tutosheleze kwanza soko letu la ndani na tuweze kuuza nje kama ni fursa, kama pana hiyo fursa. Sasa tukijaribu kuangalia ili wasindikaji ama wadau waweze kuvutiwa kuwekeza zaidi kwenye sekta ya viwanda na kuuza kibiashara, ni lazima pawe na masoko. Na ndio maana tunahamasisha unywaji wa maziwa. Kiwango cha unywaji wa maziwa Tanzania ni kati ya lita 65 kwa mwaka. Wakati ambapo mtu kwa mwaka anatakiwa kunywa lita 200. Lita 200 kwa mwaka. Kwa hiyo bado tuko nyuma kidogo kwenye hilo eneo la masoko. Sasa ni namna gani masoko yanaweza kufikiwa? Namna mbili. Moja ni kuhakikisha panakuwa na elimu juu ya umuhimu wa unywaji maziwa. Unapokunywa maziwa unapata nini? Unapokosa maziwa unakosa nini? Katika lishe. Unapokunywa sio mpaka uandikiwe na daktari. Maana tumezoea sisi mpaka uandikiwe na daktari. Sio mpaka uandikiwe. Kunywa maziwa bwana. Kunywa maziwa. Lakini eneo jingine la pili ni upatikanaji wa hayo maziwa. Pengine mkurugenzi, hebu tuambie sasa, miradi ambayo mmeitekeleza ni kwa kiasi gani imeweza kupunguza, imeleta matokeo gani chanya sasa ambayo yamepunguza swala la uagizaji wa maziwa kutoka nje ya nchi? Lakini mwitikio wa Tanzania wenyewe sasa kunywa maziwa ukoje, pamoja na uwekezaji? Ama bado tuna changamoto sisi wenyewe kunywa, kama ambavyo tumeweza kuzungumza, mtu anakaa bila kunywa maziwa mpaka aende hospitali anaambia bwana, wewe kunywa maziwa bwana, kunywa maziwa. Sawa, ninakushukuru kwa swali zuri. Kwa upande wa masoko, Heifer International imekuwa ni mdau wa kwanza kabisa wakishirikiana na taasisi nyingine zisizokuwa za kiserikali zikiwemo Astro Project, lakini pia na Land O'Lakes. Mwaka 97 ndio tulioanzisha wiki ya unywaji maziwa. Na baadaye serikali ikatuunga mkono. Kwa hiyo kutoka mwaka 97 mpaka sasa tunaendelea kuhamasisha unywaji wa maziwa. Lakini ili kuhakikisha pia tunabadilisha fikra, mtizamo hasi kwenye swala la unywaji maziwa, tumefanya miradi mbalimbali. Mathalan, tulitekeleza mradi wa unywaji maziwa mashuleni. Tumelisha zaidi ya wanafunzi 16,300 na kitu. Na huo mradi ulikuwa tulikuwa tumelenga kulisha wanafunzi 10,000 tu. Kwa hiyo unaweza kuona ni namna gani pia tumetia juhudi. Lakini tumeendelea kutoa elimu kupitia miradi yetu, kupitia shughuli zetu, kutoa elimu juu ya umuhimu wa unywaji maziwa. Sasa tukija kwenye ile eneo la pili la viwanda, tumejenga vituo vya kukusanya maziwa ambavyo nimesema awali vinakusanya maziwa mengi zaidi ambayo yanakwenda kwenye mfumo rasmi sasa. Kwa hiyo tumehakikisha lile swala la upatikanaji wa maziwa ambayo yamesindikwa tumechangia. Ninadhani tumewekeza takriban zaidi ya bilioni 5 katika kuendeleza miundombinu ya masoko ya maziwa, ikiwemo vituo vya kukusanya maziwa, lakini pia na viwanda vichache vya maziwa. Tukija kwenye swala la upatikanaji wa mitambo, tumefanya kazi kubwa sana. Na ni shirika ambalo mpaka kesho hata tukienda kwingine, ukisema unataka kufanya kazi labda kwenye sekta ya kuku, atakwambia tuchanganye kuku na ng'ombe wa maziwa. Kwa sababu tumefanya kazi kubwa sana. Lakini pia tukija kwenye swala la elimu, wafugaji wote ambao wanashughulika kwenye miradi yetu takriban milioni 1.3 na zaidi, wote wamepata elimu juu ya ufugaji bora, wamepata elimu juu ya uzalishaji wa nyasi, wamepata teknolojia mbalimbali za kisasa. Na shirika letu, kwa sababu ni shirika la kimataifa, tunajifunza pia kutoka kwenye nchi mbalimbali, kwa majirani zetu Kenya, Uganda, lakini pia tunajifunza kutoka mbali kama Guatemala, Ecuador, Mexico wanafanyaje, na Marekani kwenyewe kule ambako ni makao makuu. Ni teknolojia zipi ambazo tunaweza tukazileta kwa wakulima wetu hapa na zikawa zinasui kulingana na mazingira yao. Mkurugenzi, tumalizie na swala la maadhimisho sasa ya wiki ya maziwa kama ambavyo umeweza kuzungumza. Mwaka 2017 bila shaka ndio mlianzisha. Kipi ya mwaka huu 2026 ukilinganisha na mwaka uliopita, hasa maadhimisho yanazidi kushamili hasa? Maadhimisho ya wiki ya maziwa tulianza mwaka 1997 kwa mikoa miwili ya Pwani na Dar es Salaam. 97. Na tunaelekea takriban mwaka wa 30 sasa. Maadhimisho haya yamekuwa yakibadilika.
Mwanzoni maadhimisho yalikuwa yamejikita zaidi katika kushughulika na uzalishaji wa maziwa zaidi. Lakini baadaye maadhimisho yamechukua sura ya kuelekea kwenye kuongeza thamani ya maziwa, ambako ndiko kuna tija zaidi. Na kadiri tunavyozidi kwenda, maadhimisho yanazidi kubadilika zaidi, yanakwenda kwenye sura ya kuhakikisha kwamba tunashajihisha ama tuna promote sekta ama masoko ya maziwa hapa nchini. Kwa hiyo tunahamasisha unywaji wa maziwa. Kwa hiyo maadhimisho ya sasa yamekuwa jumuishi zaidi, yamekuwa more holistic. Yanahusisha maeneo yote katika mnyororo wa thamani ya maziwa. Ukienda pale utapata watoa huduma za kifedha, watoa huduma za bima, watoa huduma mbalimbali, lakini pia kuna teknolojia mbalimbali zinaonyeshwa kuanzia uzalishaji, ukusanyaji wa maziwa, usafirishaji wa maziwa na masuala haya mengine. Na maadhimisho haya yamekuwa yakileta mwamko mkubwa sana kwenye jamii, umma wa Tanzania kutambua thamani ya unywaji wa maziwa kwa afya, lakini pia kwa uchumi wa nchi yetu. Mwisho, wito wako kwa wananchi sasa wa Iringa, maana safari mko Iringa tuzoea Dodoma. Ninaomba kutoa wito kwa wananchi wa Iringa ambao ni wakulima ama ni wafugaji wazuri sana wa ng'ombe wa maziwa. Lakini kiwanda kikubwa zaidi cha maziwa kiko mkoa wa Iringa. Mwekezaji anayetoka mkoa wa Iringa ndio amejenga kiwanda kikubwa na pekee cha usindikaji wa maziwa ya unga hapa nchini. Kwa hiyo mkoa wa Iringa una nafasi kubwa na nadhani umepewa heshima kubwa kutokana na juhudi zake. Lakini toe wito kwa umma wa Tanzania. Moja, tuthamini vya kwetu. Sisemi vya watu ni vibaya, lakini tuthamini vya kwetu. Tujenge vya kwetu. Maziwa haya ni ya kwetu. Ng'ombe hawa ni wa kwetu. Wakulima hawa ni wa kwetu. Tunywe maziwa yanayosindikwa, tunywe maziwa yaliyozalishwa Tanzania. Tuipende nchi yetu. Asante. Mkurugenzi, tunakushukuru sana na tunywe maziwa sasa. Na mtazamaji wa Star TV, kipindi hewani kilikuwa ni Tuongee Asubuhi kutoka hapa makao makuu ya nchi jijini Dodoma, ambapo hii leo tulikuwa tukiangazia sekta ya maziwa hapa nchini, sekta ambayo inakuwa kwa kasi sana. Moja ni kuhakikisha kwamba Watanzania wanakuwa na lishe bora, lakini pia na kujikomboa na wimbi la umaskini kama sekta hii ikitumika vizuri. Kumbuka tuna mifugo mingi, lakini tija sasa inatakiwa ionekane hasa kulingana na wingi wa mifugo tulionayo hapa nchini. Tumezungumza mengi kuhusiana na sekta hiyo na hatua mbalimbali ambazo zimekuwa zikichukuliwa na shirika hili la Heifer kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ili kuhakikisha kwamba sekta ya maziwa inaleta matokeo chanya hapa nchini kwa wafugaji, lakini pia kwa nchi. Kumbuka kuna masuala mazima ya mapato hapo kuhusiana na kile ambacho kimekuwa kikizalishwa. Mpaka kufikia hapa hatuna la ziada. Nilikuwa naye mkurugenzi mkazi wa shirika la Heifer na usi mwingine shirika la kimataifa la maendeleo la Heifer, na usi mwingine ni ndugu Mark. So tumezungumza mengi na ameweza kueleza kile ambacho amekifanya. Mpaka kufikia hapa hatuna la ziada. Kwenu Mwanza kwa ajili ya kuendelea na kile ambacho kinafuata. Naitwa Blaya Moses.